Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikia ni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenga TV. Tunatumainia kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, kwa yale ambayo yanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika nyanja ya kiusalama, kisiasa na hata ya kidiplomasia, pia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika nyanja ya kiusalama tutakwenda kugusia habari ya wazalendo, ambako uwezeshaji wa wapiganaji hao wazalendo wanaopigana bega kwa bega na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya wahasi wa AFC M23 unasimamiwa rasmi na serikali ya Kongo. Hayo yameelezwa na waziri wa fedha Bwana Dudu Fwamba akitajwa katika ripoti ya tume ya ulinzi na usalama wa bunge la taifa iliyochunguzwa tarehe 29 ya mwezi huu. Katika maelezo yake anawataja wapiganaji hao kama wazalendo wanaohitaji zaidi uratibu, vifaa na msaada wa kiutendaji ili kulinda maeneo yao. Kwa mujibu wa ufafanuzi uliotolewa, msaada huo unahusisha hasa kupanga na kuunda upya makundi hayo, kuyapatia vifaa pamoja na kuyapeleka katika maeneo ya operesheni. Gharama ya mpango huo inakadiriwa kufikia takriban dola milioni 4 za Kimarekani kwa mwezi, yani presque 4 millions de dollars américains par mois. Fedha hizo hutolewa kwa kuzingatia agizo rasmi linaloongoza uundwaji na uendeshaji wa hifadhi ya ulinzi ya taifa RAD, mfumo ulioundwa ili kurasimisha mchango wa vikosi hivi visivyo vya kawaida. Waziri huyo anaeleza kuwa ufadhili huo unatekelezwa kupitia njia mbili kuu. Kwanza, mfuko uliopo ndani ya mfumo wa matumizi ya RAD unaokadiriwa kufikia dola milioni 4 kila mwezi. Pili, mfuko maalum wa uingiliaji unaotolewa na Wizara ya Fedha kwa baadhi ya viongozi wa kikanda ili kusaidia shughuli za operesheni uwanjani. Kuhusu wazalendo wanaofanya kazi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Dudu Fwamba anaeleza kuwa wamekumbwa na changamoto za uratibu katika kipindi cha hivi karibuni. Hali hiyo inahusishwa na kifo cha Jenerali Peter Chirimwami, aliyekuwa gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini aliyeuawa vitani karibu na Sake. Marehemu huyo alikuwa kiungo muhimu kati ya makundi hayo ya wanamgambo na serikali, akirahisisha mawasiliano na usimamizi wao. Neno wazalendo linarejelea muungano usio rasmi wa makundi ya wanamgambo wa ndani wanaofanya shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanachukuliwa kama washirika wa FARDC katika mapambano dhidi ya AFC M23, ambayo mara nyingi inaonekana kuwa inaungwa mkono na Rwanda. Hata hivyo, ripoti mbalimbali za mashirika ya kutetea haki za binadamu zimekuwa zikiwahusisha pia na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya raia, jambo linalozua wasiwasi kuhusu usimamizi na uwajibikaji wao. Katika juhudi za kuimarisha muundo wa vikosi hivyo, serikali ya Kongo ilianzisha wazo la kuunda hifadhi ya ulinzi wa taifa, yani RAD. Muundo wa kijeshi wa kiraia wenye lengo la kusaidia FARDC ulianzishwa kupitia sheria nambari 23/014, yani numero 23/014 ya tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2023, na unakusudiwa kufanya kazi katika nyakati za amani na vita kulingana na hali maalum zitakazoamuliwa na mamlaka husika. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa mfumo wa kisheria, utekelezaji kamili na uendeshaji wa RAD bado upo katika hatua za maendeleo, jambo linaloendelea kuwa changamoto kubwa kwa serikali katika juhudi zake za kurejesha usalama katika eneo la mashariki mwa nchi. Kuhusiana na mgogoro wa mashariki mwa DRC, ndani ya diaspora ya Banyamulenge, sauti za ukosoaji zinaanza kujitokeza kwa nguvu zaidi, zikihoji nafasi inayotajwa ya Rwanda katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Katika mazungumzo na mojawapo ya media nchini Kongo, Bwana Alex Ntagawa anayejulikana zaidi kwa jina la Maziwa Makuu, kijana wa jamii hiyo anayeishi Marekani, ameonyesha sura mpya na mtazamo mwingine kabisa kuhusu hali ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, hasa katika maeneo nyeti ya Minembwe na Uvira.
Kinyume na msimamo unaotolewa mara kwa mara na Kigali unaodai kuwepo kwa ubaguzi wa kimfumo dhidi ya Banyamulenge, mhusika huyo anapinga vikali hoja hiyo. Anaelezea madai hayo kuwa ni simulizi lenye mwelekeo maalum linalolenga kuhalalisha uingiliaji wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Kivu. Kwa mujibu wa uchambuzi wake, changamoto zinazowakumba baadhi ya wanajamii wa Banyamulenge zinahusiana zaidi na mazingira ya jumla ya ukosefu wa usalama na migogoro ya silaha, badala ya kuwa matokeo ya kukataliwa kwao na jamii ya Kongo kwa ujumla. Anataja uwepo wa mienendo ya uingiliaji wa nje, akishutumu Rwanda kwa kutumia udhaifu wa jamii hiyo kwa maslahi yake ya kimkakati, hasa kiuchumi. Aidha, anazungumzia madai ya utekaji wa raia Banyamulenge katika wilaya ya Uvira, akidai kuwa vitendo hivyo vinahusishwa na wanajeshi wa RDF pamoja na washirika wao. Katika muktadha huo, anahimiza wananchi kuepuka kukimbilia Rwanda na badala yake kurejea katika maeneo yao ya asili yakiwemo Kamanyola ili kujenga upya maisha ya kijamii. Maziwa Makuu pia anakumbusha tukio la kihistoria la mwaka wa 1997 katika kambi ya wakimbizi wa Mundende nchini Rwanda. Anadai kuwa wahusika wa mashambulizi hayo kuwajibishwa, bali waliingizwa katika jeshi la Rwanda, hali anayoiwasilisha kama mfano wa namna tata ya usimamizi wa migogoro. Katika masuala ya usalama, anakosoa uwepo wa makundi yenye silaha kama Twirwaneho, akidai yanaungwa mkono kutoka nje. Kwa mtazamo wake, makundi hayo yanachangia kuendelea kwa ukosefu wa utulivu katika eneo la Haut Plateau la Minembwe na kuongeza mvutano kati ya jamii pamoja na kuathiri moja kwa moja raia. Kisiasa, anatoa ukosoaji kwa baadhi ya viongozi wa kihistoria wa Banyamulenge wakiwemo Azarias Ruberwa na Moise Nyarugabo. Anawashutumu kwa kutanguliza maslahi ya nje badala ya kutetea ipasavyo matakwa ya jamii yao. Hata hivyo, pamoja na ukosoaji huo, anasisitiza kuwa kuna maeneo mengi ambako Banyamulenge wanaishi kwa amani na jamii nyingine za Kongo. Anasema hali hii mara nyingi haionyeshwi katika simulizi kuu ambazo huonekana kuwasilisha jamii hiyo kama kundi moja lenye msimamo unaofanana. Kwa ujumla, kauli hii inaonyesha mabadiliko yanayoonekana ndani ya diaspora ya Banyamulenge, ambapo baadhi ya wanajamii wanajitenga na mikakati ya kikanda inayohusishwa na Rwanda na kusisitiza utambulisho wao kama Wakongomani. Katika hali ambayo usalama mashariki mwa DRC bado ni tete, sauti hizi tofauti zinaonyesha ugumu wa hali halisi na wingi wa mitazamo ndani ya jamii husika. Na huko mkoani Chopo, kesi kubwa ilifunguliwa rasmi hiyo Jumatano ya tarehe 29 mwezi huu wa 4 mbele ya mahakama ya kijeshi ya Ngome ya Kisangani, mji mkuu wa jimbo hilo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi hii inawahusu zaidi ya wanajeshi 80, yani plus de 80 militaire wa FARDC ambao wanashtakiwa kwa makosa mazito yakiwemo uasi, kukataa kutii amri wakati wa mapambano na matumizi mabaya ya risasi na vifaa vya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mamlaka za kijeshi, matukio hayo yanadaiwa kutokea miezi kadhaa iliyopita, yakihusishwa na matukio yaliyotokea katika eneo la Pinga ndani ya wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Inaelezewa kuwa kulikuwa na mvutano mkubwa miongoni mwa wanajeshi uliosababishwa hasa na kucheleweshwa kwa malipo ya posho pamoja na mazingira magumu ya kazi vitani. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, hali hiyo ya kutokuridhika ilisababisha baadhi ya wanajeshi kukataa kutekeleza amri walizopewa, jambo lililoathiri mfumo wa uongozi wa kijeshi na kuongeza hofu miongoni mwa raia walioko katika maeneo hayo ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za usalama. Katika kikao cha kwanza cha kesi hiyo, mahakama ilianza kwa kutambua washtakiwa. Kila mwanajeshi aliitwa mbele ya jopo la mahakama ili kuthibitisha utambulisho wake kabla ya kuanza kusikilizwa kwa hoja za msingi za kesi. Baada ya kikao hicho, washtakiwa walirudishwa chini ya ulinzi mkali katika gereza kuu la Kisangani wakisubiri hatua zinazofuata za kesi. Kesi hiyo inayofuatiliwa kwa
kwa karibu na uongozi wa FARDC inatarajiwa kuchukua takriban wiki 2. Itahusisha kusikilizwa kwa ushahidi, mahojiano ya washtakiwa pamoja na uchambuzi wa vielelezo vinavyohusiana na tuhuma zinazowakabili. Kwa upande wa mamlaka za kijeshi, hatua hii ya kisheria inalenga kuimarisha nidhamu ndani ya jeshi, hasa kwa wanajeshi walioko mstari wa mbele wa mapambano katika mazingira yenye changamoto za kiusalama. Major Nestor Mavudisa, msemaji wa ukanda wa 3 wa ulinzi, yani 3e Region de Defense, alisisitiza kuwa nidhamu ndio msingi wa jeshi, akiongeza kuwa hakuna madai yoyote yanayoweza kuhalalisha uvunjaji wa sheria na kanuni za kijeshi wakati wa operesheni. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ni kwamba tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kwa kutaka kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.